ulotoka cholo. Kaitwa cholo, we cholo. Tena sikiza nikwambie, muachie mwanangu mziwanda wangu ajinafasi kwenye chumba hichi. Hii nyumba hii ndio inamuhusu, sio wewe. Nenda huko kwa mzee Tono huko. Ndio kuna kukufaa wewe. Umenisikia wewe? Unataka nini shangazi Mwadawa? Nasemaje baba yangu? Niko nataka hivi utoke basi tuongelee huo mzigo ule ujumua huko kwa Chiku. Mzigo gani? Hem niacheni jamani, mimi sitaki matatizo ujue. Wewe nani tukae? Huyu Nunda sijakachomoka hapa. Yakawa mambo mengine. Nitoe tu nirudishe. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama mfuatiliaji mzuri wa tamthilia za Bongo, tamthilia Kombolela sio ngeni sana kwako. Ni tamthilia ambayo ni maarufu sana, imekuwa inawateka watu wengi sana kutokana na jinsi watu wanavyocheza kwenye tamthilia hiyo. Na hapa tumefika Mwananchi kwenye nyumba ya Mzee Kikala. Mzee Kikala ni baba wa familia kwenye mchezo wa Kombolela, na nimekutana na dada mkubwa Mwadawa. Tutapiga story 2-3. Mwadawa yule ambaye mnayemuona kwenye tamthilia ya Kombolela ndio yeye. Na Mwadawa. Shikamoo. Maraba mzima. Mzima, habari ya kwako? Hapa fresh kabisa. Watu wanahamu kujua ndio wewe tamthilia ya Kombolela ama si wewe? Ndio mimi. Sinaonekana. Yale makeke yenyewe kabisa yale ya Kombolela, kunjamba kufanya nini? Yaani vile unavyocheza kiali uhalisia. Ndio mimi, lakini kipewa script ndio nachamba. Lakini ukinioji hivi sina cha kuongea cha kwenye script, siwezi kuchamba. Sawa. Katika ni mwigizaji wa muda mrefu. Labda ni unaweza kukumbuka ni tamthilia gani au ni filamu gani ambayo ilikutoa mpaka ukajulikana mpaka leo hii? Fukuto. Wakati huo niko Kaole. Ndio ile nitoa. Ulikuwa unacheza kama nani? Mke mdogo wa Mogo Mchungu. Ambaye kuna madai wanasema kwamba mlikuwa mnataka kufunga ndoa kiukweli. Huo unafiki. Watanzania, yani sasa hivi Watanzania huwezi kuwaongopea. Kuwa eti ukicheza nayo ndo mume wako, ilikuwa zamani, lakini sasa hivi anajua kabisa hii ni hadithi. Hadithi huwa inapigwa hadithi, inachezwa, ikiisha imeisha. Turudi kwenye swala la Kombolela, tamthilia ya Kombolela. Watanzania unahisi labda wanakupokeaje kwa jinsi unavyocheza sini zako? Wamenipokea vizuri. Wamenipokea vizuri, hata wewe mwandishi umekuja kuwa unajua kabisa wamenipokea vizuri, na ndio maana umekuja kunihoji. Wamenipokea vizuri sana tu. Huko mtaani upati matatizo yote, changamoto yote ambayo unaipata? Sipati changamoto yote zaidi ya furaha tu, akikuona watu wanafurahi nini hivyo. Katika uigizaji wako kuna kitu ambacho umekipata kupitia uigizaji? Kupata kivipi? Ni kwamba umefaidika nacho, bwana hiki nikikiona kweli kwenye kutokana na kazi yangu nimeifanya. Nimeipata. Mafanikio ninayo. Na mashamba, na nyumba, na mambo yangu mengine yanakuwa na urahisi kupitia uigizaji. Kwenye tamthilia hii ya Kombolela, maana yake ndio tumekujia hasa kubwa hasa. Una section nyingine unaweza ukapewa tofauti na hiyo ambayo unayocheza sasa hivi? Unaweza ukacheza section gani ambayo tofauti na hiyo unayocheza sasa hivi? Kwenye Kombolela mwandishi ndo anajua nichezeje. Ukiamua kupangiwa labda section nyingine kucheza tofauti na hiyo design ya Kombolela, unaweza? Ndani ya Kombolela au kazi nyingine? Ndani ya Kombolela. Yaani utoke sasa utenganishwe na kina Siwa, kina Mashavu, upewe sehemu nyingine. Sasa itakuwa story nyingine. Lakini ndani ya Kombolela mbona tunacheza wote? Kuna scene ziko nyingi, tunacheza kina Cholo, tunacheza na kina Chiku. Yani ndio story ilivyo, yani story inavyoenda ndivyo hivyo inavyochezwa. Labda kuwe na mtu mwingine, bosi mwingine ana kazi nyingine kucheza tofauti. Lakini mimi nitacheza jinsi ya story ya mwenyewe Abduli alivyoiandika. Na akiwa na badiliko lingine yoyote, yeye sasa ndo anayejua mwandishi wa story, lakini mimi nacheza hivi nilivyo na ndivyo nilivyochezeshwa na yeye mwenyewe. Nilisikia kwamba kuna mtoto wako mmoja anaimba wimbo za Singeli. Ni kweli? Mtoto wa mdogo wangu. Sio wa kwako? Ni wa kwangu. Ni mtoto wa mdogo wangu. Sio wa kumzaa, lakini ni najua, si nimeiweka public. Ni mtoto wa mdogo wangu wa 3. Mimi wa kwanza kuzaliwa
kuna mwingine na huyo watatu anayefuata ndo mwenye huyo mtoto wa kiume anayeimba singeli. Hongera sana. Asante. Kuna utofauti gani ulivyocheza kwenye tamthilia ya Mama Kimbo na tamthilia hii ya Kombolela? Unaona wapi ambao unaona hii kweli nimecheza mpaka Watanzania wamenielewa zaidi? Mimi kazi zangu zote nacheza swa, wala sifanyi masiala. Nacheza. Ila tofauti inakuwa kwenye story. Utofauti wa story ya Mama Kimbo, kwanza ilitengenezwa kwa mtindo wa kutengeneza story inaenda inaisha. Ni story ambazo zinaenda zinaisha, sio zile za muendelezo sana. Zinaenda visa, vinatengenezwa vinaisha. Alafu kule Uswahili. Yaani ile nilicheza Uswahili. Uswahilini, unajua ile Uswahilini haswa. Lakini Kombolela upo Uswahili lakini sio Uswahili ule. Una utofauti wa Kombolela, Uswahili wake na nini Saluni ya Mama Kimbo. Utofauti upo mkubwa sana. Kwa miaka ulioigiza, umepata picha gani kwa Watanzania ambao wanakutazama miaka hiyo yote kuanzia toka umeanza kuigiza? Picha ambayo inanijia kuwa yani kwanza labda walinipokea vizuri. Alafu nimegundua kuwa tunachokifanya kipo. Yani kipo kwa Watanzania na hata nje ya Tanzania. Yani ni kipo. Tunachokifanya sisi ni uhalisia wa watu baadhi wanavyo hivyo vitu. Aidha kumega kwenye familia nzima au nusu ya familia. Yani ni vitu ambavyo vipo tunavyoishi navyo. Ndio picha ambayo mimi inanipa kutokana na mapokeo yao wao wenyewe. Katika tamthilia ambazo umeshaigiza, ipi ambayo iliwahi kukugusa? Kunigusa kivipi? Yani kwamba unajua ipi hapa nimecheza lakini hii kipengele kimenigusa sana. Kwenye kunigusa kwenye maisha yangu? Kukugusa kwamba kweli hii nimecheza, yani kwamba umekipenda, umekigusa. Yani zote. Kipengele ambacho bora zaidi umekiona hapa zote ninazoigiza. Zote kwangu ni nzuri. Unawezaje kuepuka skendo za hapa na pale kama zinazowakuta wasanii wengine? Skendo haziepukiki ila unakuwa tu unafanya tahadhari. Umeelewa inaweza kukukuta tu skendo muda wowote. Aidha ya kweli au ya kusingiziwa. Kama zingine za kusingiziwa haziepukiki. Sema tu unachunga mdomo wako kama kuna mtu atakukorofisha, atakuchokoza kwenye hiki. Maana skendo unapozungumzia skendo ni moja ya ugomvi. Mtu anaweza kuchokoza kusudi ili umjibu ufanye ugomvi aseme mbona hata kwenye TV anaonekanaga hivyo hivyo. Kumbe wewe ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo ni kukubaliana tu kuwa mimi hapa mimi ni kioo cha jamii. Kwa hiyo vipo ambavyo naweza nikavifanya au vingine sivifanyi. Ni hivyo, ni kujiweka tu mimi ni kioo cha jamii. Kioo cha jamii mtu anakuangalia kwa mtazamo wa mapenzi sana. Anaona wewe ndiyo dira yake ya maisha yake yeye au na familia yake. Kwa hiyo utakapofanya kitu tofauti, kwa hiyo unakuwa yani umejivua mwenyewe kwanza ule usmart ambao watu walikuwa wanategemea unao na wanakuvisha joo ambalo wao ni lingine. Hata wale sasa unawapunguza na watu ambao walikuwa wanategemea wewe kwako watapata kitu fulani yani. Ni hivyo. Unaionaje Bongo Movie ya sasa hivi? Sasa hivi iko vizuri kwa sababu wasanii wengi wapo sasa hivi wanachapa kazi kikweli na kutangaza utaifa wetu. Imekuwa Bongo Movie sasa hivi tumekuwa. Hatuna kiwango kile cha wenzetu lakini sasa hivi tuna uheni. Katika sanaa ulianza kwanza sanaa au ulianza kwanza mume? Nilianza mume kwanza. Ndio kaja sanaa. Mume wako alikuwa anakuruhusu maki niseme kwamba yupo hai? Mume wangu yupo na mume wangu. Na watoto. Na mume na watoto na mjukuu. Alikubaliana na wewe kabisa kwa kukupa ruhusa kutoka moyoni kucheza au mwanzo ilikuwa kuna changamoto? Yeye ndo chanzo cha mimi kuingia kwenye sanaa. Kwa hiyo ndo unaweza bwana ingia huku. Yaani yeye ndo kishawishi. Alikuwa unatoka ukiwa nyumbani. Au ulikuwa unafanya vipi mpaka ukaonekana wewe ndo chanzo? Mume wangu yeye alikuwa ni katibu kwenye kundi fulani Villa Tandale. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama secretary tu kipindi hicho na mimi. Kwa hiyo kile kikundi kilikuwa cha CCM.
Mimi ndo mwanzilishi wa kuandika, kuchukua majina ya watu vijana ambao wanaotaka kipindi hicho, vijana wanaotaka kuingia kwenye sanaa. Lakini naye pia alikuwa ananishawishi, bwana unaweza na wewe unaweza. Ndio chanzo niseme. Kwa hiyo upande wa mume wangu hakuna tatizo lolote lile, kwa sababu yeye ndio chanzo. Kuna mtoto yote ambaye anaweza kalisi au ameshalisi? Sina naye risi, bado hakuna mtoto aliyerisi, ila wanangu wote wameonja kamera, kwa maana kucheza wamecheza, lakini kila mtu na mambo yake.